na kumshukuru Mungu kwa neema aliyokupa. Nenda mbele za Mungu kwa sauti yako, mbele za Mungu aliye hai. Mshukuru huyu ambaye ni rafiki mwema. Haijalishi wanadamu watakusimanga, haijalishi wanadamu watakutupa, haijalishi wanadamu watakudharau, lakini yeye hawezi akakudharau. Haijalishi wanadamu watakunyanyasa, lakini yeye hawezi akakunyanyasa. Haijalishi wanadamu watakuona wewe si kitu, lakini yeye amekuchora kwenye kiganja cha mkono wake. Haijalishi unapita kwenye hali mbaya namna gani, lakini yeye anakupenda. Na amekupenda si kwa sababu ya kitu chochote, amekupenda vile ulivyo. Na maandiko yanasema alikupenda ungali mwenye dhambi, alikupenda ungali mwenye dhambi, alikutafuta ungali hatujamtafuta. Hebu mwadhimishe Mungu aliye hai kwa kinywa chako. Mwadhimishe huyo ambaye amekubeba kwa mkono wake tangu mwezi wa kwanza hata mwezi wa 10. Mkono wake umeendelea kukubeba, haujapungua kwako, hajakuacha, hajakukumbukia. Mwambie asante, mwadhimishe Bwana kwa kinywa chako. Wewe ni mfalme wa wafalme. Mioyo yetu ya Bwana inakuadhimisha, mioyo yetu inakufurahia, mioyo yetu inakushangilia, mioyo yetu inaliimbia jina lako, mioyo yetu inalisifu jina lako. Wewe ni Mungu mkuu, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe. Na Petro akasema ya kwamba wewe Bwana ni sisi, kama si kwako, na sisi hatuna mahali pengine ambapo tunaweza tukaenda tukapata pumziko la moyo, tukapata kicheko, tukapata furaha. Kama si kwako, kama si kwako, tunakupenda Bwana, tunalisifu jina lako, tunalisifu jina lako, tunalisifu jina lako. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Ebeneza, wewe ni Adonai, wewe ni mwanzo, wewe ni mwisho. Umezungukwa na maserafi, umezungukwa na makerubi, umezungukwa na jeshi kubwa ambalo linakuabudu, linalitukuza jina lako, linalisifu jina lako. Usiku na mchana wanaimba mtakatifu, wanaimba mtakatifu. Nasi Bwana tumeona uzuri wako, tumeona ukuu wako, nasi tunaimba wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Hakuna kama wewe, hakuna kufanana na wewe, katika jina la Yesu. Asante Mungu kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya neema yako, na asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao umewapa neema ya kuwepo kwenye ibada hii ya siku ya leo ya kwanza katika mwezi wa 10. Ninaomba neema yako iwafunike watoto wako, neema yako iwe pamoja nasi, na ukaseme nasi Bwana, na kwa wale ambao wanatusikiliza na kutazama kwa mtandao Bwana, neema yako iwe pamoja nao, uwalinde na kuwatunza Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Nijalie na mtoto wako kulisema neno lako katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu, na watu tuseme amen. Unaweza ukamwadhimisha Mungu kwa makofi mengi ya shangwe, ongeza mengi kwa ajili ya Mungu aliye hai ambaye neema yake imekuwa pamoja nawe. Nami nikukaribishe mpaka nafasi ya kuketi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Tunayo kila sababu ya kushukuru Mungu wetu kwa neema ambayo ametupa, neema ya upendeleo ya kuwepo tena siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Na imempendeza Mungu tena na sisi tukawepo kwenye siku ya leo. Mwambie jirani yako, imempendeza Mungu leo kuwepo hapa. Kama isingempendeza Mungu usingekuwepo hapa, lakini kwa kuwa imempendeza leo uko hai, leo unapumua, leo una afya, imempendeza Bwana. Na kwa kuwa imempendeza Mungu, na wewe mpendeze Mungu ambaye amekupendeza wewe. Bwana asifiwe. Nitumie nafasi hii kushukuru ofisi ya mchungaji, mwinjilisti pamoja na baraza la wazee kwa nafasi hii ambayo nimeipata ya kuwepo pamoja nani katika ibada hii ya siku ya leo. Kwa jina ninaitwa Esau Ndansha, ninatoka usharika ule wa Temboni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na katika usharika wa Temboni nimepata nafasi ya kutumika kama mwenyekiti wa umoja wa vijana, lakini pia ni mwenyekiti wa umoja wa vijana katika jimbo lile la Magharibi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipa ya kuweza kumtumikia katika maisha yangu ya ujana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna furaha ya kumtumikia Mungu ukiwa na nguvu.
Nina uhakika wazee wangu hapa nao kuna sana natamani ningerudi kwenye ujana, ningemtumikia Mungu zaidi ya hapa. Kwa hiyo niwakumbushe vijana wenzangu, asubuhi niliwaambia hivi kwenye ibada za faraja, mwinjilisti au mchungaji lazima haya maneno atayasema, ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Bwana asifiwe. Siku zake za kuishi si nyingi. Na mimi napata nafasi ya kushiriki ibada za namna ile, nikisikia haya maneno yananikumbusha ya kwamba sina siku nyingi za kuishi. Haijalishi ni miaka 120, lakini bado ni chache katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tunatambua kwamba siku nilizonazo si nyingi, ninahakikisha ya kwamba katika hizo siku chache nilizonazo basi nizitumie vizuri kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo nataka nikwambie kijana mwenzangu ulioko hapa, tuna siku chache za kuishi. Na katika hizo siku chache za kuishi, tafuta kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hauna muda wa kupoteza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe vijana. Haleluya vijana. Kwa hiyo katika hizi siku Mungu atatupa, tujitahidi kuyafanya yaliyo mapenzi ya Mungu. Somo letu lina kichwa kinachosema umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa imani kwa vichache alivyokupa. Umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa imani kwa vichache alivyokupa. Umuhimu wa kumshukuru Mungu kwa imani kwa vichache alivyokupa. Nami nataka nikuulize hili swali. Unapoenda mbele za Mungu na kumwomba Mungu akujibu, na asipojibu kulingana na jinsi ambavyo umetaka au umetazamia, inawezekana ulimwomba Mungu akusaidie mahali fulani, akakusaidia kwa 5%, badala ya kukusaidia kwa 100%. Hali ya moyo wako ya kumshukuru inakuwaje? Unaweza kumshukuru kwa kiwango cha yule ambaye amebarikiwa kwa 100%, au utamshukuru kwa kiwango kidogo alichokubariki? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hali yako ya moyo ya kumshukuru inakuwaje? Pale ambapo umemwambia Mungu, ninaomba unibariki katika 100%, alafu akakubariki katika 5%. Unaweza kumshukuru sawa sawa na aliyebarikiwa 100%, au utamshukuru kwa uchache wa jinsi alivyokubariki? Angalia kile kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 11. Luka sura ya 17 mstari wa 11 hata mstari wa 19. Luka sura ya 17 mstari wa 11 hata mstari wa 19. Neno la Mungu linasema hivi: ikawa alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana kurudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona habari ya Yesu alipokutana na hawa ndugu wenye ukoma. Maandiko yanasema walikuwepo hapo 10. Na walipomwona Yesu alipokuwa akipita, walipaza sauti zao, waliita kwa sauti kuu, wakitaka apate kuwarehemu. Naye Yesu alipowasikia na alipowasikiliza, maandiko yanasema aliwaambia, wao walitengwa, hawakuruhusiwa kuchangamana na jamii. Na ambaye alikuwa anatoa kibali cha mtu kuchangamana na jamii ni kuhani. Kwa hiyo Yesu alipowaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani,
hawa watu walielewa ile sentensi ya kwamba waende wakajionyeshe kwa kuhani. Maana kuhani ndiye ambaye alikuwa anaweza kuthibitisha ya kwamba huyu amepona na anaweza akachangamana na watu wengine. Kwa hiyo hawa watu wakaanza kwenda kujionyesha kwa makuhani. Maandiko yanasema wakiwa njiani walitakasika. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani ambacho nataka tukione cha kwanza? Jambo la kwanza, hawa watu walikuwa na imani ya kupokea uponyaji kutoka kwa Yesu. Na ndio maana walipoambiwa wakajionyeshe kwa makuhani, hawakuuliza tunaenda kujionyesha vipi wakati hatujapona. Hawakuuliza kuna sababu gani ya kwenda kujionyesha kwa kuhani, wale hali za miili yetu bado vile vile, bado tunapita kwenye ugonjwa. Lakini walipopokea lile neno, na kwa sababu ndani yao kulikuwa na imani, waliamini ya kwamba kwa hili neno tukienda kwa kuhani kuna uhakika kuna kitu ambacho tunakipata. Kwa hiyo walipoanza safari ya kwenda kwa kuhani, maana yake walidhihirisha imani waliokuwa nayo katika Kristo Yesu kwenye matendo. Wakaanza safari ya kwenda kwa kuhani. Maandiko yanasema wakiwa njiani walitakasika. Kwa hiyo cha kwanza tunaona walikuwa na imani. Lakini cha pili ambacho hawakuwa nacho, 9 walikuwa hawana moyo wa shukrani. Mmoja alikuwa na imani na alikuwa na moyo wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia wale 9 hawakurudi kushukuru, lakini yule mmoja alirudi kushukuru. Kwa sababu ndani yake ana moyo wa shukrani. Aliangalia kile ambacho alitendewa, na alipoona kile alichotendewa akagundua ya kwamba hakustahili. Akagundua ya kwamba si kwa nguvu zake, si kwa uwezo wake, si kwa sababu aliomba vizuri, si kwa sababu ya nguvu alizonazo. Aligundua ya kwamba sikustahili, na kwa kuwa sikustahili nimetendewa kwa neema tu. Alirudi mbele za Bwana kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu anapomwona amerudi, anashangaa. Kwa nini? Mbinguni hawashangai tukiomba, kwa sababu wako wengi wanaoomba kwa sababu ya shida walizonazo. Ila ni wachache wanarudi mbele za Mungu kushukuru. Kwa hiyo mbinguni hawashangai tukiomba, bali wanashangaa tunaporudi kushukuru. Kwa sababu si wote wanaoomba wanashukuru. Na ndio maana walipoenda wakiomba ya kwamba tupate kurehemika, Yesu hakushangaa Msamaria anaomba msaada, anaomba uponyaji. Yesu hakushangaa kwamba na Msamaria naye anaomba apone. Yesu hakushangaa kwamba na Msamaria naye anakuja kwangu kutafuta uponyaji. Hakushangaa. Kwa sababu wako wengi ambao wanaomba, lakini alishangaa Msamaria anarudi kuja kushukuru. Ni wangapi ambao wanarudi kushukuru? Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi ambao Mungu anapowatendea wanarudi mbele za Mungu kumwambia Mungu asante, sikustahili umenitendea. Na ukimwangalia yule Msamaria alikuwa anamwabudu Mungu aliye hai. Kasoma maandiko. Yesu alipokutana na yule mama pale kisimani, yule mama anamwambia, sisi tunaabudu katika milima, walikuwa wanaabudu milimani. Lakini huyu ambaye alikuwa anaabudu milimani amerudi kushukuru. Inawezekana wale wengine 9 walikuwa ni Wayahudi, lakini hawakurudi kushukuru. Inawezekana walijihesabia haki, kwamba tulistahili kuponywa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie hakuna hata kimoja ambacho tunakipata kwenye msalaba kwa sababu ya kujihesabia haki. Chochote tunachokipata kutoka kwa Mungu ni kwa neema. Na kwa sababu tunapata kwa neema, ni lazima turudi mbele za Mungu aliye hai kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wangapi wana moyo wa shukrani kwa Bwana? Angalia jinsi ambavyo unaomba. Angalia mahali pagumu ambapo unapita, jinsi ambavyo unafunga na kuomba na kumlingana Bwana na kumwambia Mungu, ninapita hapa, ninaomba msaada wako. Mungu, ninapita hapa, ninaomba unipiganie. Ninapita hapa, pasipo wewe sitaweza. Ninapita hapa, angalia ninaangamia, angalia nitaibika. Umekaa umefunga, wengine wanafunga siku 3 kama hawali wala hawanyi. Mungu anawasaidia, anakuwa mwaminifu, anakupigania, anakutetea. Ghafla unavuka. Nguvu uliyotumia kuomba sio nguvu unayo kwenye shukrani. Mungu akishakuvusha, angalia unapokuja kushukuru. Hata ibada ya shukrani uliyoandaa kutoa shukrani utachelewa. Kwa nini? Kwa sababu ya maandalizi ya kimwili, si ya kiroho uliyokuwa unafanya ibada. Bwana Yesu asifiwe.
ile nguvu uliyokuwa nayo wakati wa kuomba, ile nguvu uliyokuwa nayo wakati wa kumlingana Bwana kutendea, ningetegemea kuiona kubwa zaidi kuliko ile ya kuomba wakati wa kushukuru. Maana ulichotendewa ni kikubwa kuliko shida uliyokuwa nayo. Kwa hiyo unategemea kuona nguvu kubwa zaidi ya kushukuru. Yule Msamaria hakusujudu wakati anaomba aponywe, hakusujudu wakati anaomba Mungu amtendee, hakuimba barabarani wakati anaomba Mungu amtendee, lakini alipotendewa, maandiko yanasema alienda akasujudu na alimsifu Mungu akiwa barabarani. Kwa nini? Angalia nguvu wakati anaomba ilikuwa ndogo kuliko nguvu aliyokuwa nayo saa ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu tuangalie ishara zilizotokea kwenye ule moyo wa Msamaria. Ishara ya kwanza ambayo ilitokea ndani ya Msamaria ni hii: hakumsahau Mungu, bali alimkumbuka Mungu aliyemponya. Hakumsahau Mungu, bali alimkumbuka Mungu aliyemponya. Mungu ndiye aliyemponya, na kwa sababu hii hakumsahau. Maandiko kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 11 mpaka wa 14, unaona Mungu akiwaeleza wana wa Israeli, akiwaambia mbele yenu kuna mafanikio, mbele yenu kuna kustawi, mbele yenu kuna kujenga nyumba nzuri, mbele yenu mtalima mtavuna sana, mbele yenu mifugo yenu itaongezeka. Lakini katika vyote hivi ambavyo mtavipata, msije mkamsahau Bwana Mungu wenu. Na huyu Msamaria alipopata neema ya kuponywa na Yesu, alipopata neema ya kutendewa na Yesu, hakumsahau Mungu wake. Watu wengi leo Mungu akishawatendea wanamsahau. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unakuja ibadani baada ya saa 12, unakuja saa 11. Unakuja hapo unamlingana Bwana. Na ulikuwa hauombi kwa ajili ya mahitaji yako, ulikuwa unaombea ibada. Mungu alipokutendea ghafla amekubariki, alikuoni tena. Ukija unakuja unakaa nje pale unasubiria saa ambayo mwingi atasema au mchungaji walio yuko nje sasa waingie, na wewe ndio unaingia. Tukikuuliza shida ni nini, mambo ni mengi. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Unisikilize nitakusaidia. Mungu hatubariki ili tuondoke kwake. Mungu anatubariki ili atuvute kwake zaidi. Kwa hiyo baraka ya Mungu inapokuja kwako, hakikisha uondoke kwa Bwana. Hakikisha unabaki nyumbani mwa Bwana, unazidi kukaa nyumbani mwa Bwana, ili hizo baraka ziendelee kuongezeka kwako. Shida tulionayo zikija baraka, tunakaa mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kutoka kwa sababu kazi zinanibana bwana, ninachelewa kurudi nyumbani. Maana yake unajaribu kumwambia Mungu, hiyo switch uliyobonyeza ya kufungulia mlango, izime kwanza ili nipate nafasi ya kurudi kukutumikia. Baraka za Bwana zinapokuja, Mungu hazileti kwetu ili zitufanye kuwa mbali na Mungu. Mungu anazileta kwetu ili zituvute karibu na Mungu zaidi. Na kwa sababu hii, ile baraka ambayo Mungu amekupa isikufanye ukawa mbali na Mungu. Huyu Msamaria alipopata neema ya kupata uponyaji, hakumsahau Mungu, alimkumbuka Mungu. Na ndio maana wale wengine hawakukumbuka kurudi, lakini yeye alikumbuka kurudi. Kwa nini? Kwa sababu hajamsahau Mungu aliyemponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Maana yake ni mtu ambaye ndani yake ana moyo wa shukrani, mtu ambaye ndani yake ana moyo wa kumshukuru Mungu, lazima atakuwa na moyo wa unyenyekevu. Ndani yake hapatakuwa na kiburi, ndani yake hapatakuwa na majivuno, ndani yake hapatakuwa na chuki, ndani yake hapatakuwa na hila, kwani ana moyo wa shukrani kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo lilitokea ndani ya moyo wa Msamaria, hakumficha Mungu asijulikane kwa wengine. Hakumficha Mungu asijulikane kwa wengine. Angalia kile kitabu cha Luka mstari ule wa 15. Mstari ule wa 15. Anasema hivi, Luka 17 mstari wa 15. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Alipoona kuwa amepona,
alirudi akimtukuza Mungu kwa sauti. Wakati huo ukumbuke, anayemtukuza Mungu kwa sauti kwa alikuwa ni Msamaria. Bwana Yesu asifiwe. Hakumficha Mungu asijulikane. Maana yake nini? Huyu Msamaria alipopokea uponyaji kutoka kwa Bwana, alipopokea kitu kutoka kwa Mungu, cha kwanza ambacho alihakikisha, majirani zake wanajua ya kwamba Mungu amemtendea. Majirani zake wanaelewa kwamba Mungu amemponya. Waliokuwa barabarani wajue ya kwamba Mungu amemponya. Alikuwa anakutana nao njiani, alitaka wajue Mungu amemponya. Na ndio maana alipokuwa njiani, maandiko yanasema alimsifu Mungu kwa sauti. Wakristo wa leo Mungu akiwatendea wanaogopa kusema, wanaogopa kuongea. Mungu amekutendea lakini hauwezi kusema. Mungu amekupigania hauwezi kusema, unakosa ujasiri wa kusema. Lakini huyu Msamaria, yeye alihakikisha kwamba Mungu alichomfanyia atajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Okay, nikuulize hili swali. Kwenye mafanikio yako nani anajulikana? Kwenye kustawi kwako nani anajulikana? Watu wengi sana wanahakikisha wanadamu wanajulikana. Umepata kazi, unafanya kazi nzuri, watu wakikutana nawe, kama si fulani bwana, yule jamaa Mungu ambariki. Yaani yule ndio anataja fulani ambaye amekupa connection ya kuingia kwenye ajira, ambaye amekupa mtaji wa biashara, ndiye ambaye anajulikana kuliko Mungu. Ambaye amekukopesha mkopo ukapata mkopo, ndiye anayejulikana kuliko Mungu. Nisikilize, kabla ya huyo mtu kuja kwako, uwe na uhakika Mungu ndo alimleta kwako. Mungu alikuangalia vile ulivyo, na ataangalia ni mtu gani ambaye anaweza akakutanisha naye, ambaye atakusaidia hapo ulipokwama. Na kwa sababu hiyo, heshima ya Mungu inapaswa kubaki pale pale, na ya mwanadamu ibaki kule, lakini ya kwanza apewe Mungu aliye hai. Huyu Msamaria alihakikisha kwamba Mungu anajulikana. Alihakikisha kwamba wanajua kwamba Mungu amemtendea. Inawezekana leo Mungu amekutendea lakini hawajui, hata majirani hawajui, hata watoto wako hawajui kama Mungu amekutendea. Wale ibada ya asubuhi niliwaambia kuna watu ambao Mungu amewatoa mbali sana, lakini hawajaeleza hata watoto wao mahali ambapo Mungu amewatoa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mlikuja hapa mjini mkao mnalala kwenye mabox chini. Lakini leo mna watoto ambao wako hapa mjini. Nyie mmekuja mjini mmelala kwenye maboksi. Lakini mna watoto walioko hapa mjini wanalala kwenye 6 kwa 6. Nyie mlipokuwa hapa mjini mlikuwa mnajifunika na marobega, yale mashuka ya Kimasai. Lakini mna watoto walioko hapa mjini wanatumia biveti. Na ninataka kuwaambia hao watoto ya kwamba sikiliza, pamoja na leo mmekuta kitanda cha 6 kwa 6 hapa, ila mimi baba yenu, mimi mama yenu nilikuwa ninalala kwenye maboksi. Mungu akanipigania, Mungu akanishika kwa mkono, Mungu akanitetea. Leo mnalala kwenye magodoro, leo mnalala kwenye vitanda, ila mimi sikulala kwenye hivi vitanda. Wakati ninakuwa mimi nililalia ngozi, ila ninyi leo mnalalia vitanda. Ni Mungu amenipigania baba yenu. Na kwa sababu hiyo msimwache huyu Mungu, mwana moyo wa shukrani kwa huyu Mungu. Kwa nini? Ukiwaambia washukuru Mungu wanauliza tushukuru kwa kipi? Kwa nini? Wakiangalia kila kitu wamekuta kizuri. Hawana mahali ambapo wametoa jasho. Mungu aliwabariki wazazi wakaangalia maisha mazuri. Wanaendaje kumshukuru Mungu wakati hawaoni sababu ya kumshukuru? Kwani wazazi wao wenyewe hawajawaambia yale ambayo Mungu aliwatendea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwafundisha na kueleza wanao yale ambayo Mungu amekutendea na ukawaonyesha kwa matendo, uwe na uhakika watakuwa na moyo wa shukrani kwa Bwana. Na hata kwa tuna moyo wa shukrani, watamtumikia Mungu wa baba yao, watamtumikia Mungu wa mama yao. Kaangalia wana wa Israeli. Maandiko yanasema baada ya kile kizazi chote kufa kilichotoka Misri, kikainuka kizazi kisichomjua Mungu, wakafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana. Shida ilikuwa hapa. Kisoma maandiko. Wale jamaa walikuwa wanalima, ni wakulima wazuri kwa ngano. Lakini Midian walikuwa wanakuja na kula ngano yao, wanaondoka nayo. Walipojaribu kumlilia Mungu, Mungu akatuma nabii mke. Akawaelekeza yapasavyo kufanya. Anawaambia, mmemwacha Mungu wa baba zenu. Maana yake ni wazazi wao waliwafundisha sana kulima, waliwafundisha kazi za mikono, lakini si mahusiano mazuri na Mungu wao. Na kwa sababu hiyo wakamwacha Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya, haleluya. Ni lazima kama wazazi mwafundishe watoto wenu, mwafundishe vijana wenu juu ya mahali ambapo Mungu amewatoa. Hakikisheni ya kwamba katika mafanikio mlionayo yanajulikana ya kwamba Mungu ndiye aliyewabarikia. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao walikuwa wanavaa suruali zenye viraka wakiwa wadogo? Bwana asifiwe. Mzee wangu hapa amekuwa anaonekana kabisa kwa umri wake. Bwana apewe sifa. Kama suruali zenye viraka, sketi inaekwa kiraka, lakini leo mwanao hawezi kuvaa. Wengine walienda shuleni pepo hapa, ukibarikiwa sana umevaa malapa, lakini leo mwanao anapea tatu za viatu. Ulikuwa unavaa soksi imetoboka, leo mwanao anavaa soksi anapea 5 za soksi. Lazima umwambie kwamba kuna mahali mimi baba yako Mungu amenitoa, kuna mahali amenipigania, kuna mahali amenitetea, kuna mahali mimi nililala na njaa, lakini leo ninyi hamlali na njaa. Si kwa sababu viko hapa, ni kwa sababu Mungu amenipigania na akanibarikia, na baada ya kunibarikia wanangu leo mnaishi kwenye hii neema. Na kwa sababu hiyo wamtumikie Mungu wa baba yao, wamtumikie Mungu wa mama yao. Huyu Msamaria hakuficha, alihakikisha kwamba Mungu anajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hakikisha Mungu anajulikana kwenye maisha yako. Hakikisha Mungu anajulikana. Hakikisha kile ambacho Mungu amekubariki na watu wengine wajue kwamba hiki ni Mungu amenibariki. Usifiche. Kama huyu Msamaria jinsi ambavyo alirudi. Maandiko yanasema alipokuwa anarudi alikuwa akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Na maandiko yanasema anaitoa zaburi za anaitoa zabibu ya kushukuru ndiye anayenitukuza. Maana yake alikuwa anamtukuza Mungu. Maana yake nini? Alikuwa anataka Mungu ajulikane. Katika yale ambayo Mungu amekutendea, katika baraka ambazo Mungu amekupa, ni nani anajulikana? Ni Mungu aliye hai au ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ni hili. Hakuficha nafasi ya Mungu moyoni mwake. Hakuficha nafasi ya Mungu moyoni mwake. Ule mstari wa 16 anasema hivi: akamtukuza Mungu, akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa ni Msamaria. Maana yake alipofika miguuni pake alisujudu. Maana yake alipokuwa anasujudu, alipofika na kuanguka kifudifudi na kusujudu, alikuwa anamuonyesha nafasi aliyompa kwenye moyo wake. Kwa hiyo hakuficha nafasi ya Mungu kwenye moyo wake. Kuna watu wameficha nafasi ya Mungu kwenye mioyo yao. Baada ya Mungu kuwabariki, hata ukikutana nao njiani ukiwaambia Bwana Yesu asifiwe, anakuambia salama. Bwana Yesu asifiwe, salama. Kwa nini? Unafikiri kwa vile una hela, kwa vile umetajirika, hauwezi kumtukuza Mungu? Nisikilize, mbinguni yuko tajiri na mbinguni yuko maskini. Umeelewa nilichozungumza? Mbinguni yuko nani? Yuko tajiri. Lakini pia mbinguni yuko maskini. Na jehanamu yuko tajiri, na jehanamu yuko maskini. Kasome Biblia. Hivi yule jamaa alikuwa mwizi, angekuwa tajiri angekuwa mwizi? Inawezekana aje maskini nipeleka kwenye wizi, lakini alikufa pale msalabani pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alikuwa ni tajiri, Mungu alimbarikia, lakini pamoja na utajiri wake hakumwacha Mungu wake, alimtumikia Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Unamkumbuka yule maskini ambaye alikuwa nyumbani kwa Lazaro? Alikuwa nyumbani kwa yule tajiri ambaye alikuwa Lazaro. Alikuwa akiomba, alikuwa ni maskini. Na yule tajiri, maandiko yanasema Lazaro alikuwa kifuani mwa Ibrahimu. Nachotaka nikuonyeshe nini? Mungu anapokubariki, usifiche nafasi ya Mungu kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la mwisho ambalo nataka tulione, anayemshukuru Mungu kwa ajili ya aliyomtendea anapewa hekima
na maarifa, anapewa hekima na maarifa ya kumsaidia kwenye kesho yake. Anapewa hekima na maarifa ya kumsaidia kwenye kesho yake. Angalia kile kitabu cha Kutoka sura ya 18. Kutoka sura ya 18 mstari ule wa 8 mpaka wa 14. Anasema hivi, Kutoka sura ya 18 mstari ule wa 8 mpaka mstari ule wa 14. Biblia inasema, Musa akamwambia mkwewe mambo hayo yote Bwana aliyomtendea Farao wa Misri kwa ajili aliyomtendea Farao na wa Misri kwa ajili ya Israeli, na mambo mazito yote waliyopata njiani. Yethro alifurahi kwa ajili ya wema wote wa Bwana aliyowatendea Israeli, kwa alivyookoa mikononi mwa Misri. Kisha Yethro, sikiliza Yesu anavyosema. Kisha Yethro akasema, na ahimidiwe Bwana aliyewaokoa na mikono ya Wamisri na mkono wa Farao, aliyewaokoa watu hawa watoke mikononi mwa Misri. Sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu. Bwana ni mkuu kuliko miungu yote. Nami katika jambo hilo walilowatendea kwa unyeti. Yethro mkwewe Musa akamletea Mungu sadaka ya kuteketezwa na dhabihu, na Haruni akaja na wazee wote wa Israeli wale chakula pamoja na mkwewe Musa mbele za Mungu. Angalia ule mstari wa 17. Mstari wa 17 anasema hivi, mkwewe Musa akamwambia, jambo hili kufanyalo si jema. Bwana Yesu asifiwe. Musa wakati anatoka kwenye nchi ya Misri, Mungu alimpigania, Mungu alimtetea na kundi kubwa la wana wa Israeli, na mkono wa Bwana ulikuwa pamoja nao kwa tenda yaliyo mema. Waliona ukuu wa Mungu. Mungu aliwapa chakula akiwa jangwani. Mungu aliwafungulia njia mahali hapa kustahili kufunguliwa njia. Wakaendelea na safari. Maandiko yanasema hapa alipokutana na mkwe wake, alipokutana na baba mkwe wake, anajaribu kumweleza yale matendo makuu ambayo Mungu amemfanyia. Angalia kilichotokea. Maandiko yanasema huyu mzee akamtukuza Mungu wa Musa. Na katika kumtukuza anasema hivi mstari wa 11, sasa najua ya kuwa Bwana ni mkuu kuliko miungu yote. Maana yake kabla ya kuelezwa matendo makuu ambayo Mungu amewatendea kina Musa, inawezekana alikuwa akijua kama Mungu ni mkuu kuliko miungu yote. Inawezekana alikuwa akambui kama Mungu ni mkuu. Lakini aliposikia matendo makuu ya Mungu, akapata kujua ya kwamba Mungu ni mkuu. Na alipopata kujua ya kwamba Mungu ni mkuu, akaanza kumtukuza Mungu wa Musa, akaanza kumsifu Mungu wa Musa. Na siku alishia kumsifu na kumtukuza, maandiko yanasema akamtolea na sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini turudi kwa Musa. Wakati Musa anamweleza Yesu haya mazingira ambayo Mungu amewafanyia, ambayo Mungu amewatendea, alikuwa kwenye mazingira gani? Akiangalia anaona shuhuda za Bwana za jana. Akiangalia leo alionayo, haoni zile shuhuda, haoni yale matendo makuu, haoni yale ambayo Mungu amewafanyia. Anaona yale ya jana, leo haoni. Wamekuwa majangwani. Lakini Mungu jana aliwavusha mahali. Lakini jana Mungu kuna mahali aliwatoa. Ila akiangalia leo yuko jangwani. Kwa ni kama anajaribu kumwambia Yesu, Mungu alitutoa mahali, ametupigania, ametutetea, amehitimisha yuko jangwani. Na amelemewa na kazi ngumu ya kuongoza wale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana jana kuna mahali Mungu alikutendea. Inawezekana jana kuna mahali Mungu alikutoa. Na ukiangalia pale alipokutoa jana, na ukiangalia pale alipokutendea jana, leo ukiangalia kwa sehemu unalia, huko juu ya mawe unalia, umekanyaga miba unalia, ukiangalia huko na huko upate msaada. Na tunakuambia umshukuru Mungu na kumtukuza Bwana hauwezi. Nataka nikwambie, zikumbuke shuhuda za jana, yakumbuke aliyokutendea kwenye jana yako, yakumbuke ambaye alikufanyia jana. Kumbuka jana alikupa chakula, kumbuka jana kuna mahali
kustahili kupata njia. Ukiyakumbuka hayo, anza kumtukuza Bwana. Mwambie ni kweli leo ninalia hapa, lakini jana ulinitendea hapa. Sikushukuru kwa ajili ya leo, ninakushukuru kwa ajili ya jana. Ili kama shetani alifikiria kwamba utakufuru, apate kujua kwamba mahusiano yako na Mungu si katika misingi ya baraka tu, hata katika njia mbaya unazopitia, katika njia ngumu unazopitia za kukutoa machozi, hazivurugi uhusiano wako na Mungu. Unaendelea kumwazimisha Bwana, unaendelea kumtukuza Bwana, unaendelea kumwambia wewe ni Ebeneza. Lakini wanadamu wanakuambia, ukiangalia unapita mahali pagumu, waambie ninajua ninapita pagumu, lakini ninajua aliponitoa jana. Kwa sababu aliponitoa jana, siangalii pagumu niliyopo, ninaangalia alichonifanyia jana. Na ukiona alichokufanyia jana, utakuwa na moyo wa shukrani. Na utakaposhukuru, atakutendea kwenye leo yako, na atakubariki kwenye leo yako, na atakuongoza kwenye leo yako. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa na moyo wa shukrani. Kwa sababu umekuwa na moyo wa shukrani. Ukiwa na moyo wa shukrani, Mungu hakuachi, atakutendea zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapata nafasi ya kwenda kumshukuru Mungu, nenda ukiwa na maanisha. Wale wana wa Israeli walipokuwa kule uhamishoni Babeli, wale ndugu wakawaambia, imbeni wimbo wa Bwana. Waliangalia vifaa vyao, masanturi na mazeze wametundika juu ya miti. Wakaambia, jamani, watashi wa kuimba, imbeni wimbo wa Bwana, imbeni. Wale jamaa wakasema, hatuwezi kuimba wimbo wa Bwana. Tutaimbaje wimbo wa Bwana kwenye nchi ya ugenini? Wimbo hauimbiki. Hawakuweza, walisema hatuwezi kuimba wimbo wa Bwana. Mimi nataka nikwambie, haijalishi uko kwenye nchi ya namna gani, haijalishi uko kwenye nchi yenye milima, haijalishi uko kwenye nchi yenye miba, wimbo wa Bwana uimbike majira yote. Wimbo wa Bwana uimbike moyoni mwako nyakati zote. Nyakati za machozi, wimbo wa Bwana uimbike. Nyakati za kicheko, wimbo wa Bwana uimbike moyoni mwako. Usiimbe wimbo wa Bwana saa unacheka tu, hata saa unalia. Tukoze Bwana kwa zaburi. Sifu Mungu wako. Liimbie jina la Bwana. Haijalishi unapita mahali pa kumpa namna gani, kwa mahusiano yako na Mungu yabaki pale pale. Kuna mtu mmoja anampenda kwenye Biblia anaitwa Yusufu. Maandiko yanasema ndugu zake walimchukua wakamchimbia na shimo ili wapate kumtumbukiza, na walipochimba lile shimo wakamtumbukiza, na maandiko yananiambia Bwana akawa pamoja naye. Maana yake alipotumbukizwa kwenye shimo na ndugu zake, hakwenda peke yake, alienda pamoja na Mungu wake. Ndani ya shimo anaimba wimbo wa Bwana, ndani ya shimo anamtukuza Bwana, ndani ya shimo alalamiki, ndugu zangu amenichimbia shimo. Anamwambia wewe bado ni Ebeneza, wewe bado ni Mungu wangu, wewe bado unanipenda, nami nitaendelea kukupenda. Ndugu zake wakaona haitoshi, wakamchukua wakamuuza. Walipomuuza, maandiko yanasema walipomchukua wale jamaa, Bwana akawa pamoja naye. Alipoingia kwenye shimo, Bwana akawa pamoja naye. Walipomchukua kwenye shimo, Mungu akabaki kwenye shimo, Mungu akatoka naye kwenye shimo. Wakati wanamuuza, wakamuuza, na walipomuuza, Bwana akawa pamoja naye. Na walipoenda naye mpaka kule Misri, walipofika wakamuuza tena kwa Potifa. Mungu akubaki, alikuwa pamoja naye. Vuta picha, ndugu zake wamemuuza. Hali ya moyo wake ilikuwaje kwa Bwana? Wana uhakika kwa mtu mwingine lazima angenung'unika, angelalamika, hawa nimezaliwa nao pamoja, hawa ni ndugu zangu, inakuwaje ananiuza hivi? Inawezekana angemtenda ndugu zangu. Lakini ile kwamba Mungu yuko pamoja naye, huwa na uhakika hakumkosea Bwana, hakumkufuru Mungu, alitembea na Mungu wake. Yuko kwenye malango ya Potifa, Mungu yuko pamoja naye. Na kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye, kila alilotenda lilifanikiwa. Kila alilotenda lilistawi. Hakuishia hapo, akapelekwa jela. Mungu akawa pamoja naye. Kwa maana yake naye aliingia toba pamoja na Yusufu. Na alipotoka akapewa nafasi ambayo Mungu alimpa ndani ya Misri. Mungu alikuwa pamoja naye. Maana yake Mungu alikuwa na Yusufu kwenye 0, akaenda na Yusufu mpaka kwenye 100. Nataka nikwambie, hata ukimwomba akikupa 5, bado yuko pamoja na wewe. Hata ukimwomba asikupe kabisa akakubakishia 0, bado yuko pamoja na wewe. Mungu si kama wanadamu. Wanadamu wanaweza kukukimbilia kwa sababu kuna mafanikio. Wanadamu wanaweza kukukumbatia kwa sababu umeshabarikiwa. Lakini saa ulipokuwa kwenye matope, kila mmoja alikuwa anakaa mbali na wewe. Hata simu zao zilikuwa zipo. Mungu yuko na wewe saa uko kwenye matope, na yuko pamoja na wewe saa ambayo umekuwa tajiri. Na kwa sababu hiyo akikubariki kidogo
kwa sababu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuende mbele za Mungu kwa moyo wa shukrani. Tuende mbele za Mungu kwa moyo wa shukrani. Hebu simama kwa miguu yako, alafu tupate nafasi ya kumshukuru. Pata nafasi ya kumshukuru. Mshukuru kwa moyo wa shukrani. Inawezekana ninapokuambia tumshukuru Mungu nasema, lakini mtumishi, na mipango nilipanga nifikishe mwezi wa 10 na nimetimiliza, lakini mpaka sasa hakuna dalili. Hakuna dalili ya kutimiza. Na sadaka zetu za shukrani nafikiri tuna bahasha, wazee wa kanisa wanazo. Watupatie tuwe sadaka hii ya shukrani. Haijalishi mipango ulionayo haijatimia, lakini mpango wa Mungu juu yako hauwezi ukaacha kutimia, utatimia. Inawezekana ukiangalia majira unaona yamesogea, ila nataka nikufariji na kukuambia hivi: Mungu wetu hafungwi na muda wa mwanadamu. Mungu wetu ni Mungu wa majira na nyakati. Shukrani ya wiki, tubebe sadaka zetu za shukrani ya wiki ili tunakwenda kwenye maombi. Ibebe na sadaka yako madhabahuni, mshukuru Mungu kwa sadaka ya shukrani ya wiki. Kama umeshakuwa tayari, tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu aliye hai, ambaye amekupa neema tena ya siku ya leo. Hebu nenda kwa Mungu kwa shukrani. Mwambie Mungu akusamehe pale ambapo alikubariki lakini haukurudi kushukuru. Kama sio neema yako Yesu, kama sio neema yako Yesu, kama sio neema yako Yesu, mimi leo ningekuwa wapi? Kama sio neema yako Yesu, kama sio ongea na Mungu, kama sio Angalia ni